wanadai mpira. Watu wangapi hawa? Maana yake watu 4 wa mwanzo wanapokea mpira kati ya central beki na mwenzie namba 4. Sawa? Beki wa kushoto na kulia wafanye urahisi wa kuondoa mpira katika miguu hawa. Mwalimu anafundisha kanuni ya pili, mpira ukitoka eneo la kwanza unakuja eneo la midfield ambaye anapatikana namba 6. Kama kuna double pivot utawaona wawili. Sawa, 6 na 6 na 8 juu ambaye anatakiwa acheze 10. Wahakikishe eneo hilo nalo mpira unatoka kwa usalama. Tuelewane ngware. Kazi ya mwalimu kutoka hapa sasa kuna kwenda kwenye ubunifu. Alichokifanya jana Abraham ni ubunifu, sio akili yake. Mwalimu alimwambia mtu aliyekuweko winga upande wa kulia ukiwa na Kip Dennis ni mwepesi na ni mtu rahisi kufanya matukio. Ngware, tuelewane. Usikae na mpira sekunde 5 mazoezini utaruka kichura. Hivi unatupiga fixi au ni kweli? Brother, sekunde 5 unaruka kichura. Uruhusiwi. Chini ya mwalimu huyu. Leo vizuri kwa maana ya tabia halisi. Naye Janchaz Ahoa. Na kwa nini wanaruhusiwa wao kukaa na mipira? Katika uwanja wachezaji tuko sawa. Tukikimbia na mipira kwa usawa tuliokuweko uwanjani, hakuna atakayemfunga mwenzie. Lazima uwe na watu hatari, yeye awe anacheza zaidi ya watu wangapi? Maana wakitoka kwenye 10 wawili unabaki na wangapi? 8. Akichukua na mwingine wamebaki 7, mnakuwa 7 kwa 10. Maana yake mnacheza na timu, hii timu inakuwa dhaifu katika nukta hiyo. So umesema tuchambue mpira. Mimi ni shabiki wa Simba, ninapenda mpira. Umenielewa ngware? Sasa Elim Panzu ni lazima abaki na mpira. Na kwa sasa atapoteza sana. Sababu jukumu lake kwenye uwanja si kuassist. Hapana, ni kupunguza ngome ya maadui kuwa ngome rahisi. Ndo kazi ya Elim Panzu uwanjani kwa sasa. Ndio maana anapochukua mpira mtu wa kwanza anabeba, huyu mtu wa pili anakuja na mwenzie, yani wanashirikiana bwana, usiende peke yako na kuwa nyuma yako. Mpanzu akibaki na watu 3, huku kumebaki watu 7 kwa 9. Ndio maana tunakufunga kiurahisi. Sisi tukupata changamoto kwenye kufunga. Hatukupata. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, hatuna wachezaji tunawatumia miaka 4 mfululizo kama wenzetu wanafukuza walimu. Nadhani ngware inaweza ikaleta shida sana kwa walimu kuja wachukue fedha zao tu. Sababu mwalimu ukimvunjia mkataba anachukua fedha. Na hii nikupe wewe sasa. Kwa mwalimu mpaka leo hajaondoka. Inawezekana nyinyi hamna jamani, mimi safe nalo. Ndio maana kuna muda anaogopa mimi kuzungumza. Tatizo ni nini? Malipo. Kwa sababu mkataba wa mwisho wa kuvunja mkataba na mwalimu alisema cash ndo anaondoka. Rekodi inanionyesha mmeshtakiwa mara 6. Mmeshtakiwa mara 6 na mjalipa. Mtu wa mwisho Siboma, na nani anamkumbuka mchezaji wa Siboma? Alikuwa anadai Yanga milioni 47 brother, hela ambayo inaweza kutoka mfukoni tu, nayo ilikuwa ngumu kulipa. Mwalimu ana rekodi. Yule mwalimu ni mtu mweupe na Mungu ameiumba dunia hii watu weupe ndo wawe na mamlaka katika dunia kwenye kila jambo. Hii iko wazi. Na ukitaka kukubali, mwekezaji wa Simba ni kama mimi na wewe. Mwekezaji wa Yanga, mdhamini wa Yanga ni kama mimi na wewe. Ukiwaondoa wale ukaweka Ruguru timu waziendi. Kwa mwalimu mweupe alipokuja, alikuwa anayajua haya, alitaka milioni 600 na kidogo. Yanga wavunje, akasema nipeni 600 na yes, ukiweka na mishahara 3 tunajua ukivunja mkataba lazima na mishahara hiyo iwepo. Akivunja yeye au wewe ukivunja. Akasema hapana, kama hii hamna nipeni 450. Nadhani influencer baadhi walifanyia vipindi hivi. Ilipoonekana ngumu akaonekana muacheni aendelee, uwepo mleteni mtu anayefanana naye viwango ataondoka. Umeelewa vizuri? Sasa kwa Yanga nirudie tena kusema sina nia mbaya, tuko kwenye uchambuzi. Watafukuza walimu hata 100 kwa sababu wachezaji wanaowategemea kutunza timu yao. Jamani, sina nia mbaya. Wachezaji wamechoka, wanahitajika kupumzika, na wasipokuwepo uwanjani hawawezi kupata matokeo na watu wamezuzu. Hawa watu wanahitaji mapumziko brother, wametumika kwa muda mrefu. Sasa sio issue ya makocha tena, tuelewane. Issue ya hawa ni nani atajaribu kuwapumzisha angalau wapate kutengeneza nguvu nyingine. Nadhani unajua kisayansi baada ya kufanya kazi kubwa unahitajika wakati wa kupumzika ili energy irudi. Hawa watu wanatoa energy kila kukicha. Kwa wataondoka mwalimu huyu na mwingine na hata Simba tuliwahi kushauriwa mambo kama haya. Kina Kagere wamechoka hao jamani. Hapana, Kagere anafunga. Jamani, kina Kagere wamechoka. Tukaletewa hawa kina huyu ambaye yuko Misri, Pyramidi, Mayele. Tukaletewa kina Juma na nani wenzetu, energy mpya. Haya sisi tunawaleta kina Kagere tukashindwa kutetea ubingwa. Kwa mimi ni shauri hasa upande wa pili ili wasije wakatia taifa hili aibu, kwa sababu rekodi inaonekana wao ndio timu pekee miaka 40 kufungwa na watu kutoka Malawi. Ni wao ndio wameweka rekodi hii.
Sasa wasitie aibu tena tukatolewa. Natamani tuende wote makundi. Unatamani muende wote? Na nitamcheka nani? Yanga kama yupo, Ngwale tuelewane brother. Wewe furaha yako nataka iendelee bwana. Waje makundi my brother. Faida yake ni kuwa kina Azam tutakwenda kuwabeba baadaye kwa kupeleka timu 4. Kazi hii tulifanya peke yetu na sisi ndo tuna dhamana kwa sababu 1974 tulicheza nusu na Miali Al-Kubra. Na Mungu ameipa dhamana Simba kutetea taifa hili. Jamani, nazungumzia Simba, watu wasiumie. Kama Simba atafeli taifa hili na mpira unafeli, niko hapa Mnazi Mmoja, niko hapa kaburi moja, utakuja kukumbuka maneno yangu. Simba kifeli ndio timu pekee ambayo Mungu ameipa dhamana kutetea taifa hili. Hamna timu nyingine. Bwana, tumzungumzie Morris Abraham. Naam. Kijana umemwona? Ndio. Wengi nimeona wanazungumza kwamba kijana hakustahili kuwa katika ardhi ya Tanzania. Pengine angekuwa Ulaya. Nataka kujua kutoka kwako kiuchambuzi zaidi. Umemwonaje kijana? Anastahili kwenda nje? Ni kuikosea kwanza haki Simba. Morris Abraham akwenda Yanga, angeenda Yanga mjadala huo unafanya kazi. Angeenda Azam huo mjadala unafanya kazi. Huo mjadala ambao nimeuzungumza kwenda nje. Morris Abraham yupo timu ambayo kuna jarida liliwahi kuhakikisha ni ya 91 kwa ubora duniani. Hizi USB maskini nitakuja kusemwa vibaya. Morris Abraham kuweko Simba, huo mjadala unakufa. Yuko kwenye timu ya malengo. Angekuwa Yanga, yes, hakutakiwa kuweko nchi hii. Kuna jamaa kwanza kwa yuko Simba, hiyo haki ya kujadili hiyo inakuwa hakuna. Mimi nitakwambia kwa nini yuko Simba. Lakini kwanza niondoe haki ya kujadili. Kama yuko mtu mtaani anadhani Morris Abraham kuwa Simba kaja kwa bahati mbaya, anatakiwa kuitambua Simba. Nimesema hivi, kuna jarida linafanya kazi na wa FIFA. Wanaita HA nini sijui huko, mistaki hata kulikalili brother, mtalitafuta. Liliwahi kuwataja Simba ni wa 91 kwa ubora duniani. Hilo jarida. Leo kafu wanaitambua Simba ni ya 5 kwa dunia. Kuna mchezaji alikuja kustafu humu Afrika kwenye timu za ovyo ovyo, mnamuita Adebayo sijui. Abraham kwa nini asiwe Simba? Na ndio maana hata mwalimu alipotakiwa kwenda kwa mkopo alisema nipelekeni kwenye timu ya malengo, timu ambayo imewahi kuuza mchezaji, sio kutoroka. Imewahi kuuza mchezaji akacheza mpaka Aston Villa. Ila Yanga ina rekodi ya kutorokwa na Nonda. Alikimbilia South Africa. Hawauzi. Muulize Nzinze anavolia. Turudi kwa Abraham. Haya mambo mengine ya Yanga tuyaache. Nilikwambia kuna siku sije kuonekana analeta vijembe. Sawa, twende kwa Abraham kijana. Abraham ameishi sana nje nadhani na amecheza baadhi ya vilabu nje. Ndio. Hicho klabu alichocheza nje Abraham alipima malengo ya vilabu na urahisi wa kuondoka. Klabu ya Simba ina malengo makubwa sana na ndo timu pekee Tanzania ina viwanja viwili. Haitowahi kutokea timu nyingine yoyote ikamiliki viwanja viwili. Hapo hivi kuna watu wanawapa shida. Ukisoma kwenye sheria 17 sheria namba 1 inataja uwanja. Ndio Ngwale. Kuna sehemu kunatajwa jukwaa na choo. Ni pitch. Simba wana ngapi? Simba wana 2. Ndio timu pekee Tanzania ambayo kwa sasa inakwenda katika uwekezaji katika timu za wanachama. Nyingine hata katiba haina. Bana, tunaelewana? Timu nyingine hata katiba haina. Abraham anajua Simba ni klabu ambayo watu wakifika bei kutaka kuuzwa hawajawahi kuulizana mara mbili, kwa sababu klabu ya Simba imetengenezwa katika minadhiri ya yenyewe ifanye vizuri, ikusaidie wewe ufanye vizuri na ushirikiano. Na hata hivi vyombo vyenu vya habari, klabu inayotoa muda wa vyombo vya habari ni Simba. Anasema Saleh Jembe, so mimi. Na hata ukisafiri nao uulizwe wewe unatoka wapi. Yaani sura yako Ngwale wanajua Mtanzania. Abraham amepima haya mambo yote. Na klabu ambayo ukipita lazima uje kusalimia siku yoyote. Wengine unakuja tu kwa maana ya kawaida tu. Simba unakuja kama nyumbani, kwamba ukitoka yaani sisi tuna upendo wa dhati. Umenielewa vizuri Watu ambao hatupendani tunaoneze ni sisi influencer hatupendani. Lakini sio klabu, sio mashabiki wa Simba, sio ni hapana. Mimi hawa watu wamekaa wako imara. Abraham ameangalia hilo. Sasa Abraham historia imemtaka pia aje Simba. Kwa nini? Tuliwahi kuwa na mtu anaitwa Luis Jose Mixon. Na yeye ndio kaliba yake. Hadi kuja Simba ilikuwa bahati mbaya. Amekuja Simba kwa sababu historia inamhitaji awe wapi? Sasa na muda mwingine na mwingine. Na umeona namna anavyofanya. Hata vyuo vya soka duniani viko vitatu. Academy nyingi Azam naye anayo. Rio General Brazil, nadhani timu ni Santos. Amsterdam Uholanzi timu ni Ajax. Simba Sports Dar es Salaam vyuo viko vingapi? Academy ziko nyingi. Academy nyingi vyuo vitatu. Viko vitatu duniani. Simba na yumo. Ni miongoni mwa vyuo vitatu. Soma neno yangu alisema Morrison. Anatumia neno university ni nini? Okay. University Kiswahili chake nini?
chuo. Sio maneno yangu, nimenukuu. Sawa sawa, mnyama kapata ushindi kule bwana. Tunaweza tukasema mnyama ndio ameshakata tiketi ya kwenda hatua ya makundi. Labda tuchezeshe Simba Queen. Labda. Yaani kwa labda tuchezeshe Simba Queen. Hiyo Jumapili hiyo. Mwenyezi Mungu aruhusu miujiza sana katika